Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo tunaenda kumalizia mfungo wetu wa siku 7 na tutakuwa tuna maombi. Prayer point moja kubwa ni kuondoa utawala wa giza kwenye maisha yetu. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya utawala wa giza na namna ya kuondoa utawala wa giza na kuleta utawala wa nuru. Na tunaona maandiko yanaeleza utawala wa giza ni nguvu zote za giza na kazi za ule mwovu, na utawala wa nuru ni nguvu zote za Mungu na kazi zote za nuru kwa Mungu. Kwa hiyo tunaona mwanadamu anaweza akawa katikati ya kumkiri Yesu, lakini akizubaa anaweza akawa anaongozwa na giza. Kwenye akili yake anaongozwa na giza, kwenye biashara yake anaongozwa na giza, kwenye ndoa yake anaongozwa na giza, lakini anamkiri Yesu na ameokoka na anaenda kanisani. Lakini akiingia kwenye ndoa yake, giza linatawala, faraka haziishi. Akiingia kwenye biashara yake, giza linatawala, unakuta hasara zinaingia. Akija kwenye watoto wake, giza linatawala. Sasa ni lazima tuondoe utawala wa giza, na alianza wa kwanza kuondoa utawala wa giza ni Mungu mwenyewe. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema kuanzia mstari wa 1, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Kwa hiyo Mungu alipoiona ya kwamba nuru ni njema, cha kwanza utawala wa giza uliondolewa. Mwanzo kabisa Mungu anaondoa utawala wa giza, anasema na iwe nuru. Ndio kazi ya kwanza Mungu aliyoanza ya uumbaji. Ukiendelea hapo utakuta Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote alivyoendelea kuviumba. Akaumba wanyama, akaumba mtu kwa mfano wake, akaumba ndege wa angani, akaumba miti na vyote. Halafu maandiko yanasema Mungu alipomaliza kuumba mbingu na nchi, kuna namna Mungu alimaliza kuumba mbingu na nchi, lakini tunaona cha kwanza alichoanza kukiratibisha ni kuliondoa giza na utawala wa giza. Halafu akasema akatenga giza na nuru, kwamba visiingiliane, kusiwe na utawala wa nuru na giza sehemu moja. Pasiwe na utawala ndani ya mwanadamu wa nguvu za Mungu na nguvu za giza, pasiwe na utawala. Na ndio maana nguvu za Mungu na nguvu za giza huwa hazikae sehemu moja. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema yani mimi nilihangaika ikafikia kipindi naenda kanisani na naenda kwa waganga wa kienyeji. Yani alikuwa akipoteza muda wake, kwa sababu nuru na giza huwa haviwezi kukaa sehemu moja. Hakunaga mchana na usiku. Usiku unakuwa kivyake na mchana unakuwa kivyake. Kwa hiyo ukitaka kutawala lazima uweke nuru ili utawale giza. Na giza likitaka kutawala nuru lazima liondoe nuru liweke giza. Kwa hiyo ni lazima mtu mmoja elewe kwa nini Mungu aliamua kuliondoa giza, halafu akaamua kuratibisha alitenge giza na nuru. Katika ulimwengu wa roho alikuwa akitenga utawala, mwanadamu aishi katika utawala wa nuru na sio wa giza. Na ndio maana unaweza kujikuta unamkiri Kristo lakini huna amani. Unajikuta unamkiri Kristo lakini una magonjwa. Unajikuta unamkiri Kristo lakini una faraka kwenye mahusiano yako ya uchumba ama ndoa. Unajikuta unamkiri Kristo lakini mambo yako ya kiuchumi hayajakaa sawa. Maana yake ni nini? Unamkiri Kristo lakini kuna utawala lazima ukomeshwe. Na leo tunaenda kuomba maombi ya kukomesha utawala wa nguvu za giza. Na ndio maana Biblia inaeleza kwamba jambo nalotaka kulifanya silifanyi, Paulo anasema, na lile nalolichukia ndilo nilifanyalo. Anasema ni nini? Anasema ile dhambi iliyo ndani yangu. Maana yake nini? Ni lile giza linalo control maisha yangu ya kiroho. Hata inafika kipindi nalotaka kulifanya silifanyi. Lile nalolichukia ndio nilo ninalolifanya.
Lazima utawala wa nguvu za giza ukomeshwe leo katika jina la Yesu. Kama uko tayari, nataka twende tukaombe sasa. Tunapoongelea utawala wa nguvu za giza, tunaongelea kwenye ufahamu wako, ule utawala wa giza unaoshikilia mawazo yako, unaoshikilia fikra zako. Lakini pia tunakomesha utawala wa nguvu za giza unaokamata mwili wako, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni udhaifu, ikiwa ni kuchoka. Lakini tunakomesha utawala wa nguvu za giza kwenye moyo wako, vile ambavyo nakuta moyo wako ni mzito kwenye kuomba, moyo wako ni mzito kwenye kusoma neno, moyo wako ni mzito kwenye kutafakari na kupokea neno kutoka kwa Bwana. Tunaenda kukomesha utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yako. Lakini pia unaweza ukaamuru pia maombi haya waendee watoto wako, ukakomesha utawala wa nguvu za giza kwa watoto wako, kwamba watoto wako wafundishwe na Bwana na giza lisiwakute. Unakuta katoto kadogo tu lakini kanaongea uongo, ni utawala wa nguvu za giza. Unakuta mtoto mdogo lakini ana chuki, ni utawala wa nguvu za giza. Unakuta mtoto lakini hapendi kwenda shuleni, hapendi kwenda kanisani. Kuna mtoto wangu mmoja wa kiroho hapa alikuwa anasema mtoto wake akianza kuomba, mtoto wake hataki, analia kabisa. Nini maana yake? Ndani ule mtoto palikuwa na utawala wa giza, lakini ashukuriwe Bwana Yesu kwa maana baada ya maombi yuko vizuri. Nini maana yake? Leo tutatangaza iwe nuru. Katikati ya giza tutatangaza iwe nuru. Katikati ya kinachoendelea ndani yako tutatangaza na iwe nuru leo. Tukatwende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa rehema na neema zako nyingi. Tunapoenda kutangaza nuru katika maisha yetu, tukilikataa giza na kuendeshwa na utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye afya zetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yetu ya rohoni. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye ufahamu wetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye mawazo yetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye maisha yetu ya rohoni, kwa maana ya maombi, kusoma neno na kutafakari neno. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwa watoto wetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye ndoa zetu, kwenye mahusiano yetu ya uchumba. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye biashara zetu. Tunakataa utawala wa nguvu za giza kwenye kazi za mikono yetu na mahali tulipoajiriwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunakataa kwa jina la Yesu, tukiamuru na iwe nuru leo. Na iwe nuru katika jina la Yesu kwenye kila kona ya maisha yetu. Nuru yako Kristo ikaangaze katika jina la Yesu. Umesema utatuangazia nuru ya uso wako. Mungu aliye hai, nuru ya uso wako ikaangaze kwenye kila kona ya maisha yetu. Tuenende kwa roho katika jina la Yesu. Tunakataa kuenenda kwa akili zetu, tunakataa kuenenda kwa mawazo yetu yaliyotawaliwa na giza. Tunahitaji kuenenda katika roho ili tuweze kuzishinda tamaa za mwili. Tuenende katika roho ili tuweze kutawala na kumiliki hata vitu vya giza vikakae mbali na sisi kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa maana lile giza kwenye uchumi, lile giza kwenye milango inayoleta fedha tunaliondoa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Lile giza linaloshikilia miili yetu, hata tunatembea katika hali ya unyonge, tunatembea katika hali ya kukosa nguvu, mwili wako leo ninatangaza na iwe nuru, ukapate nguvu za rohoni, upate nguvu za mwilini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na iwe nuru katika afya, hakutakuwa na magonjwa ndani ya maisha yako. Na iwe nuru katika jina la Yesu, hata utakapopokea ukusikia neno ili ikawe na shauku ya kusikiliza ibada inayofuata, ikawe na shauku ya kutembea katika nguvu ya kuomba katika jina la Yesu. Giza lipate kuondoka na iwe shauku isiyo ya kawaida ndani ya maisha yako, ukatembea kwenye nuru. Ninakataa giza, ninalikemea giza mahali unapofanyia kazi, kazini kwako nalikemea giza, nakemea giza mahali unapoishi, nyumbani kwako nakemea giza, ninakemea giza mahali unapolala, ninakemea giza, nakemea giza mahali unapofanyia biashara, ninalikemea giza, lile giza linalotokana na wafanyakazi wenzako na wafanyabiashara wenzako waliokuzunguka, ninalikemea lile giza kwa jina la Yesu. Ninatangaza na iwe nuru katika jina la Yesu. Giza likuachie, matendo ya giza ya kuachie, maelekezo ya giza kwenye
fahamu zako na mawazo yako vikuachie. Kila kinachoitwa giza kwenye maisha yako kikuachie leo. Natangaza na iwe nuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Ninajua ya kwamba maisha ya mtu yanapoachiliwa na nuru, yanapoangaziwa nuru, Mungu huwa anaachilia nuru na kuyageuza yale maisha ya yule mtu. Hivyo leo nuru ilipoingia kwenye maisha yako kupitia maombi haya, hiyo nuru itaenda kugeuza maisha yako. Sasa sijajua, kuna mtu mwingine anasema na iwe nuru kwenye maisha yangu ya rohoni. Maisha yako ya rohoni yanaenda kugeuka. Mwingine anasema na iwe nuru kwenye biashara yangu. Biashara yako inaenda kugeuka. Mahali popote utakapoiangazia nuru, kuna mapinduzi yataenda kutokea kwa namna ambayo haijawahi tokea. Kwa hiyo nataka mtu mmoja awaze katika fikra zake, kabla hujaishika hiyo sadaka yako, kabla hujaishika sadaka yako, angalia ungetamani uielekeze nuru ya Kristo wapi. Halafu unapoiachilia sadaka yako, uinenee hiyo sadaka yako, sema na iwe nuru kwenye ndoa yangu, ama na iwe nuru kwenye biashara yangu, ama na iwe nuru kwa watoto wangu, ama na iwe nuru kwenye kazi ya mikono yangu, iwe nuru kwenye mradi wangu fulani. Unatangaza hiyo nuru, unaituma hiyo sadaka, utaona mlipuko wa mafanikio. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaiachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.